Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika alikuwa akiwahimiza masahaba kuipa mgongo hii dunia na kuwaeleza namna ya dunia inavyokwenda haraka kama kila mmoja wetu anavyoona. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه الإمام مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wallahi haikuwa hii dunia ukiipima na maisha ya akhira isipokuwa ni kama mmoja wenu akaingiza kidole chake katika bahari na atizame ametoka na kiasi gani katika maji ya bahari. Na huu ni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anaotupa kuonyesha ufupi wa maisha ya dunia. Ukipima maisha ya milele watu watakaoishi kesho akhira, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya awahimiza masahaba wake kuipa mgongo hii dunia na kufanya amal na bidii kwa ajili ya akhira, bali wakipatwa na matatizo masahaba wake katika da'wa alikuwa akiwakumbusha pepo na akhira. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله رضي الله عنه apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipita akiona familia ya Yasir baba yake Ammar wakiteswa na kufaru Quraish. قال فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رواه الطبراني. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwasubirisha masahaba wake na kuwaambia wasubiri na kuwaahidi kuwa wana pepo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo utakavyoona alikuwa akiwalea masahaba wake, nyoyo zao zifungamane na akhira, nyoyo zao zifungamane na janna, wao watakijikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ili waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bai'atul Aqaba, masahaba ansar wa kutoka Madina baada ya kumwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa watamhami kama wanavyowahami watoto wao na wake zao katika majumba yao pindi atakapofanya hijra kuelekea Madina, walipotaka kumpa bai'a wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tutajitolea kukuhami na kuyafanya yote na tuko tayari kupambana na yote dhidi yako, basi tuna nini sisi? Jambo gani tutakalopewa sisi? Qala lakumul janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia, na waahidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawapa pepo. Tizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuahidi cheo katika vyeo vya kidunia, hakumwambia yote kuwa ikisimama serikali ya Kiislamu wewe utakuwa waziri na wewe utakuwa kadha na kadha, bali alikuwa akizifunganisha nyoyo na akhira, akizifunganisha nyoyo na kuitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo anavyotakikana kuishi Muislamu, kuwa malengo yake makubwa ni aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.